kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, wakazi na wafanyabiashara wa soko la Mabera lililoko katika wodi ya Tagare wamejitokeza kwa wingi kushiriki katika zoezi kubwa la usafi lililoongozwa na mwakilishi wa wadi Moses Magwe. Zoezi hilo limefanyika kufuatia malalamiko ya muda mrefu kuhusu hali mbaya ya usafi sokoni, ambapo taka zimekuwa zikitupwa kiholela huku kukiwa na ukosefu wa vyoo vya kisasa. Wenyeji wamesema wanahofia malipuko ya magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa, na pia wametumia fursa hiyo kutoa wito kwa serikali kuu na serikali ya kaunti ya Migori kuingilia kati mara moja kwa kusafisha soko hilo, kuweka miundombinu na pia miundombinu bora ya afya na kuhakikisha usafi unadumishwa katika moja ya masoko muhimu zaidi katika kaunti ya Migori. Mwandishi wetu wa kaunti ya Migori ana taarifa hiyo kwa kina. Mwakilishi wadi wa kata ya Tagare Moses Magwe ameongoza wakazi na wafanyabiashara wa soko la Mabera katika zoezi la usafi linalolenga kuleta mazingira mazuri kwa wafanyabiashara na wakazi hao. Hii ni baada ya wafanyabiashara kulalamikia hali mbaya ya soko ambayo imejaa taka sehemu nyingi, jambo ambalo limewalazimisha kuandaa usafi kwa nguvu zao mara kwa mara. Tunapata changamoto kwa maeneo haya. Mfano, mvua ikinyesha hapa hii takataka wengi nanuka sana hapa, hata maabiria wenyewe tunapata shida sana kuwabebea hapa. Sisi hapa tuoni mambo kama serikali inatusaidia, kwa sababu kukusanya ushuru wanakusanya, lakini mambo kwamba kitu kitandake hiyo kwenda tuoni. Ambapo hata maji na kama muda mrefu sisi bodaboda ndio tunatoa maji, tunachanga kama bodaboda wenzetu tunakuja tunaweka hapa mchanga, alafu baadaye tunavukia huko ili tupite kwa siku 2-3. Moses Magwe amechukua hatua hii kutokana na kutojaliwa kwa soko la Mabera na serikali ya kaunti ya Migori, licha ya kuwa moja ya masoko makubwa katika kaunti hii. Unajua Mabera ndiye soko yetu kubwa sana kwa sababu kaunti, na ni soko chafu sana. Unaweza ona nyuma yetu, hii ndiye soko tunakaa nayo, hivyo ndio inakaa siku zote, sababu takataka ni nyingi, inapaili hapa kwa miezi na miezi. Wakati unaambia county government ikuje chukua hii takataka, wanakuambia hawawezi kuja kwa sababu Mabera haikuwapea kura. Sasa sisi tunashindwa hii serikali baada ya kuchaguliwa, kwani bado inapagua watu kufanya kazi kulingana na walivyopiga kura. Na sisi tunafikiria kwamba bado ushachaguliwa, umekuwa kiongozi, kazi yako ni kuhudumia watu wako wote. Kwa hivyo wametelekeza hii soko. Wafanyabiashara pamoja na viongozi wamesema kuwa hali hiyo ya usafi hafifu imeweka maisha yao hatarini kwa magonjwa kama kipindupindu, hasa kwa kukosekana kwa vyoo vya kutosha. Already tumepata masimu, tumesikia watu already wanaugua, yanatahatarisha maisha yao kabisa, kwa sababu kama hakuna maji, hakuna choo, hii uchafu inaachwa hapa. What do you expect? Of course watu watakuwa wagonjwa, na ili hali hii serikali haina hata aibu ndogo. Eti wanashinda hapa wanataka watu wakate ushuru. Magonjwa ni mengi yanayoambatana na mambo ya takataka, kama kipindupindu hiyo, kama hiyo kolera. Tukikaa sehemu kama hii inasatudhuru afya yetu, kwa sababu hii sehemu ndio kukaa sehemu kama hii sasa tunaletea shida. Hata wamama ambao wanakaa hapa ambapo wanatuuzia hapa wanajua wanaleta shida, kwa sababu wanauza hata bucha siku hapa wanauzanga, ukiona hizi zinakaa huko, hapo ndio tunaenda kununua hapo. Alafu baadaye mboga inakaliwa hapo na hakuna sehemu inakaa, ni chini tu. Mwenyekiti wa soko la Mabera Wakimba Wankuru amesema kuwa serikali ya kaunti imekosa huduma ya kufuta taka kwenye kibanda cha takataka cha muda ndani ya soko. Wanaiomba serikali kuhakikisha kuwa taka hizo zinapelekwa kwenye kibanda rasmi cha kaunti. Sasa shida imekuwa ya kwamba sisi tukitoa ile takataka tufikisha hapa, hawataki kukolekti waende kutupa huko kwa dumping site ile Isibani. Tumesukumana nao, wanakuja hapa na tractor. Wakikuja wazoe tribu moja, wanarudi wanasema kwamba tractor imeharibika. Wakifika hapa tractor inatoa pumzi, huo wametopoa. Sasa hiyo ukora sio wanatoa wapi? Mimi nataka hii takataka kwanza itoke kwa hili soko kabisa. Jamii ya wafanyabiashara Mabera sasa inaitaka serikali ya kaunti ya Migori kuanzisha mikakati madhubuti ya kusimamia taka na kusafisha mji huo. Wizara ya mazingira, unajua kuna sehemu zingine wanaangalia, lakini sasa pande nyingine kama sisi huko sijui kama tumetupwa, yani kama tumesaulika. Tunaomba jamani, county government ya Migori County, tunaomba tusaidie, itukumbuke. Tusikumbukane tu wakati wa kura, tukumbukane pia kwa matatizo kama haya. Ningeomba kwamba serikali tusaidie tu iche tutengenezee sehemu iwe safi. MCA wa kata ya Tagare Moses Magwe ameahidi kuendelea na zoezi la usafi hadi serikali ya kaunti ya Migori itakapojibu maombi yao na kuchukua hatua stahiki. Hii shughuli tumeanza leo hapa
Tutaifanya mpaka ile siku county itakubali kuja kutufanyia. Wakikataa kuja kufanya, sisi tutaifanya hapa hadi 2027 wakati tulikuwa tunabadilisha mamlaka. Wakazi na wafanyabiashara katika soko la Mabera sasa wamechukua hatua ya kusafisha soko hili. Hatua hii sasa itahakikisha kuwa hakuna mlipuko wa ugonjwa kama vile kolera. Lennox Odede nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori. Na Rais William Ruto ameongoza hafla ya upandaji wa miti katika ikulu ya Nairobi.